Ni asubuhi nyingine Mungu ametupa neema ya kuamka, na ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nikukaribishe tuweze kushirikiana ujumbe wa neno la Mungu. Ujumbe wangu kichwa chake kinasema kutendewa kwa kadri ya haja ya moyo wako. Kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 19. Na Mungu wangu atawajaza kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, Mungu anaweza kukujalia, kukupa mahitaji yako na kiu ya moyo wako na matamanio ya nafsi yako kwa kadri ulivyomwomba na hata kuzidi ulivyomwomba. Kitabu cha Wafilipi, maandiko yanasema, na Mungu wangu atawajaza kila mnachohitaji. Na ndio sasa maandiko yanasema, ombeni lolote mtakalo nanyi mtapewa. Mungu amekupa neema na amekupa nafasi ya kusogea mbele ya kiti cha enzi kupitia damu ya Yesu, na ukaomba kila ambacho iko sawasawa na mapenzi yake, atakujalia. Ndio sababu mwandishi anaandika akujalie kwa kadri ya utajiri wake, kwamba ndani ya Mungu kuna utajiri uliopo, na ndani ya ule utajiri Mungu atakupa kwa kadri ya matamanio ya moyo wako. Ninakumbuka wakati Mungu alikuwa akiwalisha wana wa Israeli mana jangwani, waliambiwa waokote kwa kadri ya mapishi yao, lakini kwa sababu wengine ya kutokuamini kama kesho kuna uwezekano wakapata, waliokota kwa kuzidisha, na kile kilichozidi maandiko inasema ilioza. Kwa nini ilioza? Waliokota pasipo kuamini ya kwamba kesho Mungu anaweza akatenda tena. Kwa kila ambacho ningetamani tuone asubuhi ya leo, uweza wa Mungu wa kukutendea sawasawa na unavyoomba kwa kadri ya mahitaji yako, Mungu atakutendea. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi mlango wa 20 kwanzia ule mstari wa 4, anasema atakujalia kwa kadri ya mahitaji yako, kwa kadri unavyotaka Mungu akufanyie. Kwa upendo wa Kristo Mungu atakutendea. Kitabu kile cha Waefeso mlango wa 3 na ule mstari wa 20, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yake. Bwana asifiwe. Biblia inatuonesha kwamba Mungu ana uwezo
wa kufanya kuliko yale sisi ambaye tunayaomba, hata kuliko yale ambaye tunayahitaji. Sasa maandiko yanasema, wakati mkiomba nimekwisha kusikia, na wakati mkinena nimekwisha kujibu. Mpendwa wangu na rafiki yangu, asubuhi ya leo nataka uamini ya kwamba Mungu anaweza kukujalia sawasawa na mahitaji ya moyo wako, kwani alisema, sitakupungukia wala sitakuacha. Kama vile alivyowatunza watu jangwani kwa mikate michache na samaki, ndivyo Mungu anavyoweza kukutunza wewe, anavyoweza kufungua malango kwenye maisha yako, anavyoweza kuinua watu kutoka mbali kwa sababu yako. Anaandika, anasema, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu. Kuna mambo hujawahi kufikiri kwenye maisha yako kama itatendeka. Kuna mahali hujawahi kufikiri kwenye maisha yako kama utafika. Kuna jambo hujawahi kufikiri kama litatendeka, lakini yuko Mungu awezaye kutenda hata yale ambayo hujawahi kuyawaza. Ndio sababu anasema, mawazo yenu si kama mawazo yangu. Wakati mwingine sisi tunaweza tukawaza kushindwa, tukafikiri hili hata hili haliwezekani, lakini kwake Mungu ali hai inawezekana. Ndio sababu anasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi si mabaya, ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini ninyi siku za mwisho. Anaposema kuwapa tumaini ninyi, maana yake kuna uwezekano ukawa umepoteza tumaini kabisa, lakini Mungu anakupa tumaini kwa kadri ya haja ya moyo wako. Asubuhi ya leo mpendwa, ni matamanio ya moyo wangu Mungu akupe haja ya moyo wako kwa kadri unavyohitaji. Mungu akubariki.